Kwa niaba ya mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya ya Mbeya, naomba kuleta taarifa ya mapendekezo ya kuligawa jimbo la Mbeya vijijini kama ifuatavyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, ofisi imepokea barua kutoka kwa mkurugenzi wa uchaguzi wa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi iliyohusu kuanza mchakato wa kuchunguza na kugawa au kubadili majina ya majimbo ya uchaguzi Tanzania Bara. Mheshimiwa Mwenyekiti, naleta kwako mapendekezo ya kugawa jimbo hili kama ifuatavyo. Jimbo la kwanza liitwe jimbo la Mbeya ambalo litaundwa na tarafa ya Tembela na litakuwa na kata 10. Jimbo la pili litaitwa jimbo la Mbalizi litakaloundwa na tarafa 2, yani tarafa ya Usongwe na tarafa ya Isangati ambalo litakuwa na kata 18. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa mujibu wa vigezo 10 vilivyotolewa na Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi, jimbo la Mbeya vijijini linapendekezwa kugawanywa katika maeneo hayo mawili kwa kuwa limekidhi vigezo vilivyotolewa na tume na linastahili kugawanywa katika pande hizo mbili, hasa ukizingatia limegawanywa kwa asili na jimbo la jiji ambalo liko katikati mwa jimbo hili. Yafuatayo ni mapendekezo kutokana na vigezo hivyo ambavyo tumekidhi kama jimbo la Mbeya vijijini, ambapo Mheshimiwa Mwenyekiti, kama nilivyosema mwanzo, tutakuwa na jimbo la Mbeya. Jimbo hili linapendekezwa lichukue tarafa ya Tembela ambalo litakuwa na kata 10 zifuatazo: kata ya Rwanjiro, kata ya Ihango, kata ya Inyala, kata ya Itewe, kata ya Ijombe, kata ya Maendeleo, kata ya Tembela, kata ya Igoma, kata ya Ulenje na kata ya Irungu. Tarafa hii au jimbo hili jipya la Mbeya litakuwa na vijiji 54, litakuwa na vitongoji 328. Jimbo hili litakuwa na kilomita za mraba 1216 ambazo ni nusu ya jimbo zima la Mbeya vijijini lililopo sasa, na litakuwa na wakazi 95,137 kwa mujibu wa sensa ya watu na makazi ya mwaka 2022. Jimbo jipya la Mbalizi linalopendekezwa. Mheshimiwa Mwenyekiti, tunapendekeza kuanzishwa jimbo jipya la Mbalizi ambalo litakuwa na tarafa 2, tarafa ya Isangati na tarafa ya Usongwe, ambalo litakuwa na kata 18 ambazo ni hizi zifuatazo: kata ya Ikukwa, kata ya Mjere, kata ya Mshewe, kata ya Utengule Songwe, kata ya Nsarara, kata ya Swaya, kata ya Igale, kata ya Iwindi, kata ya Bonde la Songwe, kata ya Iunga Mapinduzi, kata ya Isuto, kata ya Itawa, kata ya Santiria, kata ya Irembo, kata ya Shizuvi, kata ya Masoko, kata ya Iwiji na kata ya Izira. Jumla ya vijiji vitakavyokuwa kwenye jimbo hili ni 86 na kutakuwa na vitongoji 575. Jimbo hili litakuwa na kilomita za mraba 1216 ambao pia ni nusu ya jimbo la Mbeya vijijini ambalo lipo sasa. Lakini itakuwa na jumla ya wakazi 276,122 kwa mujibu wa sensa ya watu na makazi ya mwaka 2022. Aidha, Mheshimiwa Mwenyekiti, tunawasilisha kwako mapendekezo haya ambayo tayari vikao vya halmashauri ambavyo vilitajwa kwa mujibu wa barua vimeshakaa na vimeshapendekeza. Hivyo Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kuwasilisha mapendekezo haya kwenye kikao chako cha DCC ili yaweze kujadiliwa na hili. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kuwasilisha. Asante. Kwa majina, naitwa Ahmadi Mbeyare, kiongozi wa Chadema. Kwanza niungane na ajenda ambayo iko mbele yetu kwa kuipongeza serikali kwa kuona umuhimu wa jambo hili ambalo tumekuwa sisi kama viongozi wa vyama vya siasa tukilipigania nyakati zote. Na sasa nafikiri umefika muda mwafaka kwa mujibu wa katiba ya nchi kwa kila baada ya miaka 10 tunapata fursa ya kupitia upya majimbo yetu ili kuona uwiano halisi. Na ni muda mwafaka sasa, ni mwaka wa 10 tangu taratibu hizo zifanyike. Sasa ambao umetupelekea sisi wana Mbeya vijijini kuwa sehemu ya kugawa jimbo. Naungana kabisa kwamba hoja zote ambazo zimeainishwa ili jimbo ligawanywe kwa zaidi ya 85% jimbo letu linakidhi. Moja ya hoja ambazo zinatufanya tuwe hivyo ni kwa sababu ya jiografia yetu sio rafiki. Kwa hiyo naungana kabisa kwamba majimbo haya yagawanywe, japo mimi nilikuwa nakwenda mbele zaidi kwamba kwa kuwa tumeomba jimbo moja jipya liongezeke, ilikuwa sasa ni fursa na ni muda mwafaka sasa mji wetu wa Mbalizi pia kupitia mgawanyo huu uombewe kupata hadhi kamili kuwa mamlaka kamili ya mji mdogo kuliko ambavyo iko hivi sasa.
Kwa hiyo kwa hali ya kawaida mimi napongeza, lakini naamini kuongezeka kwa majimbo kunatokana na ongezeko la watu na jiografia za watu aidha kwenye kata. Sasa tuone pia umuhimu wa kwenda kugawa kata zetu ili kufikisha pia huduma ya serikali kama ambavyo lengo la serikali ndio linakusudiwa kwenda huko. Tuna kata 28 kwenye jimbo letu, ambapo huku upande wa Mbalizi utabaki na kata 18 na kule tunabaki na kata 10. Kata hizi 18 ukiangalia jiografia zake, kata zingine zinahitaji kugawanywa ili kusukuma maendeleo na kuwasogezea wananchi, hasa kulingana na idadi ya watu. Kiangalia kata kama za kata ya Utengule Usongwe, kata ya Ilembo yenye vijiji 10 kata moja, kata ya Santiria yenye vijiji 10 kata moja. Sasa namna kusogeza huduma kwa wananchi inakuwa ni ngumu zaidi. Sasa tulione, kwa sababu tunapogawa majimbo hususan tunasogeza huduma, tuangalie sasa na hizi kata tunawezaje kuzigawa ili kusogeza huduma na kuwafikia Watanzania maendeleo ambayo wanakusudia kuyapata kutokana na serikali. Asanteni sana. Ibrahim Oswama, mashine ya msala na kuokoa, ni katibu wa chama cha wananchi CUF. Mimi kwanza nipongeze kwa hili, niwapongeze wananchi wote na viongozi, kwa sababu Mbeya vijijini au wilaya Mbeya ni kubwa sana, karibia kilomita 2432. Kwenye utendaji wa kazi kikweli ni kubwa. Kwa hiyo nashukuru kwa hiki tulichokianza hapa, na naamini Mungu atusaidie. Lakini maoni yangu mimi kama mimi, pamoja na kupongeza kwa haya yote, ni kwamba nilitegemea pia kuona mgawanyo wa ramani ya haya majimbo mawili, sijaona kwenye hili kablasha. Lakini kingine, kwenye haya majimbo sijaona mapato. Tunaweza tukaa tunagawa, japo ni jambo zuri tunalifanya, lakini kwamba jimbo la Mbalizi mapato yake kwa mwaka ni kiasi gani, na wilaya ya Mbeya mapato yake kwa mwaka ni kiasi gani, kwa sababu kazi tunayofanya ni njema kwa ajili ya maendeleo na Watanzania na wana Mbeya pia kwa ujumla. Kwa nilikuwa napenda sana, hata kama vipo labda hatujaviona hapa, tungepata kujua, ingetusaidia sana. Hata tukapoenda kuwaelimisha wananchi huko, ingetusaidia sana kwenye hili. Kwa mimi niombe kwenye hilo viongozi wangu tulizingatie, na washukuru. Na mimi chama cha wananchi CUF niahidi, kama kuna jimbo moja naenda kulichukua na nitaongoza halmashauri. Jamhuri ya Muungano. Na mimi nipende kushukuru kwanza mwenyekiti. Na sisi tulikuwa tumejipanga miaka mingi, kisimama wakija viongozi wa kitaifa, awe mbunge, mwenyekiti wa halmashauri, mimi mwenyekiti, cha kwanza tulikuwa naomba jimbo kugawanyika, cha pili kupasishwa kwa mamlaka ya mji mdogo. Tulikuwa tunaenda na hayo sambamba kutokana na hali iliyopo na jiografia yetu kwamba imekaa vibaya. Na mimi niongezee kwamba tunapakana na wilaya zote kasoro Kyela. Kama ni kiongozi kiutawala inakuia ugumu sana, lakini tumeendelea kuvumilia mpaka leo. Tunaposema Mungu ametuona, tuombe vyama vya kisiasa na si chama tawala tuungane kwa ili kuwa kitu kimoja. Lakini kiongozi mwenzangu wa chama Chadema muongea vizuri kwamba kweli katika hili tuna wamoja, tuko wamoja, tuendelee kupambania ili inawezekana baadaye tukagawana vipande. Kwenye show ya leo, lakini kuna 99% ya kutokuwepo katika show ya leo ya Matiko Cup. Kwa hiyo badala yake Zaka TV tunasema kuwa Kontawa ndio mrithi wa Harmonize katika jukwaa la leo. Anyway, usisahau kusubscribe, gonga na alama kengele. Langu jina ni Federizo Matilio. Leo tutakuwepo pale uwanja wa Shamba la Bibi kushuhudia show nzima na ugawaji wa tuzo wa Matiko Cup. Nishasema ni vizuri tusimamie mipaka yetu tulionayo, tusipokwe manake eneo lolote la kwetu, kwa sababu ukishanyang'anywa pia unakosa sifa baadaye. Majina naitwa mchungaji William Sabini Mwaliego, ni kiongozi wa dini kutoka kanisa la Tanzania Assemblies of God. Nikajiuliza kwamba kikao hiki nimekaribishwa kuwa mjumbe mmoja wapo ili nikashiriki katika lipi, lakini nilipojulishwa agenda nilimshukuru Mungu sana. Ni kazie alivyosema ya kwamba tuko karibu na Mungu.
sio kuwa karibu tu na Mungu, yani tuko ndani yake, tuko ndani ya ufalme. Kwa hiyo mimi naamini katika hili ni wakati mwafaka, na kwa sababu kufanya hivi ni kuwahurumia watu, wananchi, ili wazipate huduma stahiki kwa wakati, bila tabu na shida, bila kuwaza kwenda mbali. Kwa hiyo mimi naungana moja kwa moja kwamba jambo hili ni wakati wake, na naamini kwamba ni mpango wa Mungu pia. Asante sana. Tuwashukuru kwa michango yenu, yote ni muhimu, na wenzetu wa CC utakuwa umerekodi mapendekezo haya, na pamoja ya jumla kwamba wajumbe wote waliohudhuria kikao cha ushauri cha wilaya wamekubaliana kwamba jimbo hili ligawiwe, mbali na wale mmoja mmoja ambao wametoa michango yao. Lakini pia vikao vya baraza la madiwani ambavyo vilikwisha kaa, nadhani na wenyewe vilitoa michango yao. Kwa vyote kwa ujumla, kwa utaratibu ule ambao umewekwa, tutajumuisha michango yote kwa mujibu wa taratibu tulizoelekezwa, alafu tutapeleka kwenye kikao cha ushauri cha mkoa kwa maana RCC, ili na wenyewe waweze kupeleka katika mamlaka zinazohusika na swala hili, na baadaye tutaweza kujua nini ambacho kimeweza kuafikiwa na tutaweza kupata majibu. Nawashukuru sana kwa michango yenu, na sasa nitamka rasmi kwamba kikao chetu tumekairisha hadi wakati mwingine. Habari, karibu Mwitandala Shopping Center. Tunazo bidhaa mbalimbali za kuvutia machoni pako, za majumbani, maofisini. Jisikie fahari kujichagulia chochote katika duka hili. Ndiyo, Mwitandala Shopping Center Limited. Tupo Tarime mjini, mkabara na sheria Zakaria BP au stendi ya mabasi. Tunavyo vitu vya aina mbalimbali kama vile friji, TV za kisasa yani flat screen, nchi za aina zote kuanzia 32 mpaka inchi 65, meza za majumbani na maofisini, feni aina mbalimbali, feni za juu na feni za chini, radio, sabufa za kisasa. Tupigie kwa simu namba Fika ofisini kwetu Mwitandala Shopping Center Limited